Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 11 siku ya Jumatano, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari inayosema wanawake wanasayansi wasimulia wanavyowakwaza kufika umahiri kitaaluma. Lakini mkandarasi atekeleza mradi aingia mitini. Mkandarasi atekeleza mradi aingia mitini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema korti kuamua leo shahidi kesi ya Lissu afichwe au aonekane. Korti kuamua leo shahidi kesi ya Lissu afichwe au aonekane. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema yaliyofanyika siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassani Ikulu. Lakini sumu iliyojificha kwenye mazulia, sumu iliyojificha kwenye mazulia. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini SMZ yavunja ukimya upotevu wa mizigo ya abiria wa ndege. SMZ yavunja ukimya upotevu wa mizigo ya abiria wa ndege. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenye gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari inayosema pande mbili siku 100 za Rais Samia. Pande mbili siku 100 za Rais Samia. Lakini Msukuma mwekezaji kuna jambo, siku 731 bila ya Edward Lowassa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika siku 100 za kazi na utu. Lakini Peramio watakiwa kukaa mguu sawa. Peramio watakiwa kukaa mguu sawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini jambo limeisha hivi, Msukuma na mwekezaji, jambo limeisha hivi. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Raia Mwema lenye ukurasa wa mbele linaandika Lissu aliliwa, mauaji tata, ndugu wasukuma mizigo kwa polisi, RPC afunguka. Ndugu wasukuma mizigo kwa RPC, ndugu wasukuma mizigo kwa polisi, RPC afunguka. Lakini siri afichuka, rais afunguka mazito akiapisha viongozi wapya, akifafanua uteuzi wa katibu wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Raia Mwema, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Linaandika Ulega amwashia moto mkandarasi aliyelipa kiduchu. Ulega amwashia moto mkandarasi anayelipa kiduchu. Lakini serikali kuendelea kuwekeza bandari ya Dar es Salaam. Serikali kuendelea kuwekeza bandari ya Dar es Salaam. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo lenye ukurasa mbele kuna habari inayosema Ulega washia moto mkandarasi anapunja malipo. Lakini CWT yaipa kongole serikali miradi ya ujenzi wa nyumba za walimu. Lakini uwekezaji PSSSF waongezeka ni kutoka trilioni 5.66 Juni 2020 hadi trilioni 10.51. Waziri Sangu alifurahia kasi ya ongezaji wanachama ni kutoka wanachama
6,097,677 mpaka 8,889,000 azindua sera ya taifa ya kinga ya jamii. Lakini mahakama ya Zambia yataifisha mali za moto za mtoto wa rais mstaafu Lungu. Mahakama ya Zambia yataifisha mali za mtoto wa rais Lungu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye ukurasa wa mbele linaandika Ulega ataka mkandarasi wasipunje mishahara. Lakini NIDA yaita wananchi kuchukua vitambulisho. NIDA yaita wananchi kuchukua vitambulisho. Waziri Katambi ahimiza wananchi wajisajili mfumo wa NIDA. Lakini Waziri Sangu azindua sera ya taifa ya kinga ya jamii. Waziri Sangu azindua sera ya taifa ya kinga ya jamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania. Linaandika bilioni 59 zawekezwa Ruaha kukuza utalii. Lakini Ulega awajia juu wa kandarasi, awataka kutopunja mshahara wa Tanzania, awaamuru kulipa kwa mujibu wa sheria za nchi, ahidi kufikisha swala hilo kwa waziri mkuu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele. Lakini Ewura yoshika mkono hospitali ya mkoa wa Iringa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira, inasema Ewura yoshika mkono hospitali ya Iringa. Lakini Kwagilwa akagua ICU za kisasa Handeni mjini. Huyo ni Kwagilwa akagua ICU za kisasa Handeni mjini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kuongezea kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele lenye linaandika Ewura yatoa msaada wa mashuka 455 hospitali ya mkoa wa Iringa. Lakini siku 100 za Samia, mageuzi sekta ya sheria yaleta furaha kwa wananchi. Wizara ya Katiba na Sheria imeendelea kuadhihirisha dhamira ya dhati ya kuhimiza na kuimarisha misingi ya haki, usawa na utawala wa sheria. Lakini Ulega ataka wakandarasi wasipunje mishahara. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga. Huyo ni Ulega ataka wakandarasi wasipunje mishahara. Lakini gazeti lako la Majira lenye ukurasa wa mbele linaandika naibu waziri Magembe ateta na balozi wa Cuba. Lakini Tamisa yataja maeneo 20 muhimu kujiingiza pesa, na kichanga cha siku moja cha ibwa mkoani Mwanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye ukurasa wa mbele linaandika Dr. Samia afanya makubwa ndani ya siku 100. Dr. Samia afanya makubwa ndani ya siku 100. Lakini taifa liko salama, watu wako pamoja. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika mtoto wa siku moja aibwa Mwanza. Lakini Ulega agiza mkandarasi wazingatie sheria za malipo. Mambo matano yatajwa tija mikopo ya 10%. Mambo matano yataja tija mikopo ya 10%. Lakini Ana Mkapa kuipa BMH vifaa kupandikiza figo. Ana Mkapa kuipa BMH vifaa kupandikiza figo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini TANROADS yajenga madarasa 7 yaliyoharibiwa na Elimino Morogoro. TANROADS yajenga madarasa 7 yaliyoharibiwa na Elimino Morogoro. Lakini watumishi wafundwa mishahara itoshe. Watumishi wafundwa mishahara itoshe. Hiyo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Tanzania Leo gazeti lako linaandika Samia aibeba sekta binafsi. Mwigulu watoa agizo usambazaji gesi asilia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za magazeti kwenye upande wa michezo na burudani. Gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Bala Conte ajitetea kufeli Yanga. Lakini Dr. Samia amtuliza Gamondi Stars.
Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini Singida Black Stars wageukia kwenye ligi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika Dr. Mwigulu aridhishwa na maandalizi ya AFCON 2027. Lakini Coastal Pamba vicheko na Mungo Prisoni vilio. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga tutafuzu nyumbani Jumapili, Simba kutoa kadi mpya Machi 27. Serikali hatujakwama kujenga viwanja vya AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Majira linaandika Simba KMC hapa toshi leo ligi kuu, makocha watambiana siku kuja, Simba kuja na kadi mpya za visa. Lakini Yanga yaiandalia mikakati mizito JS Kabylie. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika Yanga tumekwenda robo finali, Simba yapania ushindi mnono kwa KMC leo, Mtanzania ang'ara ligi ya Malaysia, kocha wa Gusa Chia akalia kuti kavu. Lakini wadhamini mawakala kuitolea macho ya Senga Cup. Hilo ni gazeti lako la Machinga. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika Mo awavuruga Simba kuhusu kadi za wanachama, ahoji mabadiliko. Rais Samia agiza zijengwe shule 56 za kukuza vipaji. Lakini Injinia Hersi Saidi awaonya wachezaji dhidi ya JS Kabylie. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika kiungo JS Kabylie afunguka, Mfaransa Simba imepata shoka, Kibu kuvuta bilioni 1.8 kwa miezi 18, Libya wanatesa Bongo Flava wamegusa Injili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye michezo naandika Stars Simba Yanga wang'ara na Samia, Simba yaahidi raha Yanga hapa kazi tu. Simba yaahidi raha Yanga hapa kazi tu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.